Hidden Traps. Hii ni kona ya vijana. Leo tunazungumzia pressure ya kufit in na kuwa kama wengine. Baadhi ya vijana hawaingii kwenye njia mbaya kwa sababu wanapenda mabaya. Wanaingia kwa sababu wanaogopa kuonekana tofauti. Amina alikuwa msichana mtulivu na mwenye kujiamini. Alipoanza chuo, aliona marafiki wengi wakifuatilia maisha ya party, fashion, relationships na kutafuta attention kupitia mitandao ya kijamii. Polepole alianza kuamini kwamba ili akubalike ilibidi afanane nao. Akaanza kuvaa na kuishi maisha ambayo hayakuwa sehemu ya utu wake. Akatumia pesa nyingi kujionyesha na akaingia kwenye makundi yaliyomchosha kiakili na kihisia. Licha ya kuonekana anafurahia maisha, ndani ya moyo wake alihisi upweke na kuchanganyikiwa. Siku moja alijiuliza, je, haya ndiyo maisha ninayoyataka au ninaishi ili tu watu wanikubali? Real check. Pressure ya kukubalika imekuwa kubwa sana kwa vijana wa leo. Mitandao ya kijamii imefanya maisha ya wengine yaonekane bora zaidi, jambo linalowafanya wengi wajilinganishe kila siku. Wengine wanaanza kuishi maisha yasiyo yao, kubadili tabia zao na hata kupoteza utambulisho wao ili waonekane wanalingana na kundi. Lakini ukweli ni huu: kukubalika na kila mtu si sawa na kuwa na amani ndani yako. Ujumbe kwa vijana: sio lazima ufanane na kila mtu ili uthaminiwe. Sio lazima ufuate kila trendi ili uonekane wa kisasa. Nguvu ya kweli ni kujijua, kujiheshimu na kuwa na ujasiri wa kusema, haya si maisha ninayotaka kuishi. Ujumbe kwa wazazi: wakati mwingine mtoto anapobadilika ghafla, si kwa sababu ameamua kuwa mbaya. Huenda anatafuta sehemu ya kukubalika na kueleweka. Mtoto anayesikilizwa, anayependwa na anayekubalika nyumbani huwa ana nafasi kubwa ya kutotafuta validation kupita kiasi kutoka nje. Mwisho kabisa, usipoteze utambulisho wako ukijaribu kufanana na dunia ambayo hata yenyewe bado inajitafuta. Kila unachokifanya kinaacha rekodi. Linda utambulisho wako kwa sababu hakuna mtu anayeweza kuwa wewe zaidi yako. Usisahau kucomment, kushare, kulike, lakini pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata maarifa ambayo tunakuletea kila siku. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight. Hii ni Hidden Traps.